Nishauri kwenye swala la ulinzi, ili tuweze kuweka utaratibu wa ulinzi kutoa zile pesa, kwa sababu kuna utaratibu ambao hupo, wapangaji wenye nyumba wanatengeneza ni kama dharau. Pia tunaweza tukafanya jambo moja, Mheshimiwa Mwenyekiti, tukafanya jambo moja, tuna wajumbe kwenye mashina 20, tukafanya kila mjumbe akatotea majina ya shina lake, tukaweka utaratibu ambao hawezi kutoa 2,000 tukamshughulikia, hiyo inawezekana. Barabara ya Chang'ombe tunaomba utufikishie kwa viongozi wahusika. Kero kubwa barabara ya Chang'ombe ni kipengele. Mimi sina zaidi ya hiyo tu, naomba ulifikishe hiyo. Nadhani kila mtu anajua maana barabara ya Chang'ombe. Tunaomba utufikishie tu kwa viongozi wahusika wa barabara. Kama kutakuwa utaratibu huo kwamba sasa wenye nyumba waambieni wapangaji, anapochangia umeme mwanzoni mwa mwezi aweke na hela ya ulinzi. Naona hiyo hela ya ulinzi inaondolewa, inakusanywa kwa idadi ya wapangaji wale, na inaletwa hapa, anaandikwa kwamba amewasilisha pesa ya ulinzi. Hiyo ya umeme haiandikwi kwa sababu ataitumia mwenyewe apandapo, lakini hiyo ya ulinzi nikanapendekeza hivyo, kufanya wepesi wa kukusanya hiyo hela na ipatikane, wasipate tabu wale walinzi kupishana na wale watu. Huu mkutano ni wa kikatiba, mkutano wa wenye viti ambao tunaruhusiwa kufanya mikutano kila baada ya miezi mitatu, na mimi kwa mwaka huu namshukuru Mwenyezi Mungu leo nimeweza kufanya, na nawashukuru wananchi wangu wote waliohudhuria na walioitikia wito. Agenda zilikuwa ni zile za kawaida, lakini agenda kuu ilikuwa ni swala la DAWASA, maji safi na salama, ambayo ni adhabu kwa wananchi wanapata kwa ajili ya kuamka usiku kwa ajili ya maji, au wengine hawapati kabisa. Kwa niliweza kuwapata maafisa DAWASA, wamefika na wananchi wameridhika na majibu ya wafanyakazi wa DAWASA au maafisa wa DAWASA. Injinia kwa kweli amejibu majibu mazuri na wananchi wameridhika. Lakini lingine lilikuwa ni ulinzi na usalama na mazingira, ambayo wote kwa pamoja nashukuru wamekubali na wameridhia na kutoa ushauri mbalimbali juu ya maboresho ya ulinzi na mazingira. Changamoto za miundombinu kama inavyojulikana, Machimbo iko ndani ya kata ya Segerea na ina changamoto changamoto mahususi ambayo ni barabara ya Chang'ombe, ambayo ndiyo barabara mama ya iliyobeba mtaa wa Machimbo, Mfaume na kadhalika. Hii ni changamoto kwa kweli, lakini tunaweza kuijibia vizuri na wananchi wameridhika na tutaweza kuifanyia kazi. Mimi nitajitahidi kwenda kuonana na wenzangu wa UNDP ambao wanashughulika na barabara hiyo, ili waweze kutuwekea walau vifusi au kupitisha greda kwa kipindi hichi ambacho kabla mkandarasi hajaingia kwenye kazi. Lakini tunaamini mkandarasi soon ataingia site na barabara ile itawezeshwa vizuri. Wito wangu tuwe na subira, mambo matamu yanakuja. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Mama Samia Suluhu Hassan kwa kweli anatuwezesha sana na anaelewa kero zetu zote, na anajitahidi sana kupitia wafanyakazi wake au wawakilishi wake wa chini, na ninaamini mwaka huu pia tutapata matokeo mazuri kuhusiana na barabara na hata maji hali kadhalika, kwa mujibu wa injinia alivyotuelekeza au alivyotuelezea jinsi gani walivyojipanga DAWASA namna ya kuboresha miundombinu kama hizo pampu na kadhalika. Kwa hiyo naamini kabisa ndani ya mwaka huu tutapata matokeo mazuri kuhusiana na kero zetu zinazotukabili. Kuanzia ile line ya kwenda nyumba za kufanana unakuja mpaka msikiti wa Binjiti. Tumefanya maboresho, ilikuwa mwanzo kwenye 6 tukarudisha kwenye 18. Tumeongeza pressure ya maji pale Mazda. Ukiangalia mwezi wa 8 kuja mwezi wa 9 maeneo haya yote maji yalikuwa yanafika. Kwa sasa hivi changamoto tunaokabiliana hayo masaa. Maana tukiextend masaa ya kukaa na maji, walau tukasogea hata masaa 13 14, haya maeneo yote maji yanafika. Huu ukanda ambao unaathirika zaidi, hii line ya nchi 6 hasa nene, tulishaiwekea mikakati. Wiki hii tuliathirika kwa sababu ya matengenezo yalikuwa yanafanyika pale Kisikuru shule. Ndio maana hata wiki hii kwa sehemu kubwa tumeathirika kwenye issue ya maji. Jumatano tulikuwa na maji, tukaingiza maji siku ya Alhamisi.
lakini stability yake haikuwa nzuri. Kwa hiyo kwa wiki hii inayokuja kwa tushapanga, manake siku ya Jumanne demand inakuwa ni kubwa, kwa sababu maeneo mengi average Jumamosi, Jumapili, Jumatatu tunakuwa hatuna maji ukanda huu wote. Kwa hiyo unapoachia maji Jumanne, mahitaji yanakuwa ni makubwa. Baadhi ya maeneo yana struggle kufika, lakini siku ya Jumatano tunatarajia maeneo mengi maji yasogee, yafike vizuri, na siku ya Alhamisi